Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya ya Ngara, asante, awasalimiana na wenyeji wake. Asante sana Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, mama yetu. Na viongozi wote wa nchi yetu wawe mabalozi wa amani, umoja na mshikamano. Tunaombea mwaka huu ambao ni mwaka wa uchaguzi, utupe kiongozi atakayetufaa, atakayesimama kama Joshua, mwenye kuleta amani na matumaini katikati ya jamii hii kubwa. Ewe Mwenyezi Mungu, umetuamrisha tukuombe, na sisi tunakuomba kama ulivyotuamrisha. Tunakuomba moyo wetu tukijua ya kwamba majibu tutayapata kutoka kwako, na sisi ni watiifu kwako. Maana sisi wafanyakazi kwa mujibu wa sheria tuna taratibu zetu za kuongea na serikali na waajiri wetu. Tunayo mabaraza ya wafanyakazi ambayo yanafanya kazi vizuri, Mheshimiwa mgeni rasmi, kwenye mkoa wa Kagera. Ni sehemu yetu ya kuongea na waajiri wetu. Lakini zaidi milango ya waajiri wetu imefunguliwa. Tunapopata changamoto, watumishi kupitia hata viongozi, tunaingia wakati wote na kuzungumza, na hizo changamoto zinapatiwa ufumbuzi. Sasa nimeisema kwa sababu kuna wanasiasa wameanza wanajifanya kutusemea kwenye majukwaa, mara kikokotoo, mara nini, hayawahusu. Ninarudia kusema hayawahusu. Sisi ndio tunajua serikali imetukuta wapi na imetutoa wapi, na sasa hivi tuko wapi na imetufanyia nini. Mfanye mambo yenu, msitusemee sisi watumishi. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, kwa ujumla hali ya usalama ya wilaya yetu ni nzuri. Vyombo vyetu vya ulinzi na usalama vinafanya kazi kubwa na nzuri katika kuhakikisha eneo letu la wilaya yetu linakuwa na usalama wa kutosha, na kwa hiyo wilaya yetu haina changamoto kubwa za kiusalama. Aidha, hali ya utekelezaji wa miradi ya maendeleo ni nzuri, na watumishi chini ya viongozi wao katika taasisi mbalimbali wameendelea kutekeleza majukumu yao kikamilifu, na wananchi wa wilaya yetu wanampongeza sana Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa jinsi anavyotuletea fedha nyingi za kutekeleza miradi mingi ya maendeleo katika halmashauri yetu ya wilaya Ngara. Ndugu watumishi wenzangu, swala la ulipaji wa mishahara kwa kuzingatia kima cha chini cha mshahara ni swala la kisheria na linapaswa kutekelezwa na taasisi zote za umma na binafsi. Hivyo sekta yote ile ambayo haitekelezi swala hili inavunja sheria na ni ukiukwaji mkubwa wa sheria, utawala bora na haki kwa wafanyakazi. Hivyo naelekeza uongozi wa TUCTA mkoa kuwasilisha ofisini kwangu orodha ya wakuu wa taasisi za sekta binafsi hapa mkoani ambao wanakiuka swala hilo la ulipaji wa mishahara ili hatua ziweze kuchukuliwa. Ndugu watumishi wenzangu, ni kweli kabisa kuwa lengo la kuanzishwa kwa mifuko ya jamii nchini ni kuwawekea akiba wafanyakazi wanaotumikia nchi katika nyanja mbalimbali ili pale wanapohitimisha utumishi wao waweze kuendelea kuishi kwa raha mustarehe. Naungana nanyi wafanyakazi kuwa kuna kila sababu pale mfanyakazi anapostaafu apatiwe mafao yake kwa wakati. Napenda kuwajulisha kuwa serikali ya awamu ya 6 imekwisha liona hilo na tayari imekwisha toa maelekezo kwa mifuko yote ya jamii kuhakikisha wafanyakazi pale wanapostaafu wanapatiwa mafao yao kwa wakati. Nami kwa niaba ya serikali napenda kuahidi kuwa nitafuatilia kwa karibu ili mafao haya ya wafanyakazi wastaafu yaweze kulipwa kwa wakati hapa mkoani Kagera. Lakini pia nitoe wito kwa waajiri wote kuhakikisha wanapeleka michango ya wafanyakazi kwa wakati ili kisiwe kikwazo wakati wa kulipa mafao yao wanapostaafu. Ndugu viongozi na watumishi wenzangu,
Katika risala yenu pia mmegusia swala la kuifanyia marekebisho sheria ya ajira na mahusiano kazini sura ya 366 marejeo ya mwaka 2019, hasa kipengele kinachohusu malipo ya kiinua mgongo, ili kiinua mgongo kilipo kwa wafanyakazi wote wanapostaafu, ili kupunguza hali ya ugumu wa maisha ya wafanyakazi. Nakubaliana nanyi ndugu zangu wafanyakazi katika hoja hiyo. Niombe sasa vyama vya wafanyakazi kama wadau muhimu kuandaa maoni ya kurekebishwa kwa sheria hiyo ili tuweze kuyawasilisha serikalini yaanze kufanyiwa kazi.